Yeye ni mwenyekiti wa bodi ya VET. Karibu sana Profesa. Mrisho Mpoto na mjomba Bendi mjiandae. Sikiliza kwanza. Mimi nitasema maneno machache sana in the interest of time. Neno la kwanza ama eneo la kwanza ni kwamba tumetimiza miaka 30 ya VETA, lakini tumetimiza miaka 50 ya mfumo. Sasa kama ni kijana, kama ni mtoto amekuwa kijana, kama ni kijana pia amekuwa sasa mtu mzima, anaweza kufanya shughuli mbalimbali ambazo anaweza kukabidhiwa. VETA tunajivunia kwamba tumekuwa vijana, tumekuwa watu wazima, tuna uwezo wa kufanya mambo mengi ambayo mnayoona sasa hivi katika jamii, katika eneo hili la study. Na sisi tunapenda kusisitiza study badala ya kusisitiza ama eneo la pili ambalo naomba niliseme ni hii dhima iliyowekwa hapa. Ufundi study ni fursa kama hata hizi study mbalimbali kupitia mifumo yetu tulionayo katika VETA. Neno la tatu la mwisho ni kwamba mafanikio hayakosi changamoto. Changamoto tunazo, changamoto tunaendelea kuzishughulikia, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila kujua umetupromoti sana. Kwa kile ulichokisema tu umetupromoti sana, na sisi tunakushukuru sana. Umefanya kazi ambayo sisi hatuna uhakika kwamba tukulipe nini. Kama ni hela hatuna uhakika ni shilingi ngapi, lakini tunahakikisha tu kwamba yale uliyoyasema, ile promotion ambayo umeifanya bila wewe kujua, tunaiishi. Na tunaahidi kwamba hili tutaliishi sisi kama bodi, sisi kama pia management katika eneo hilo, lakini pamoja na wizara yetu ambayo inaendelea kutuongoza vizuri sana kuweza kufikia yale matarajio ya Watanzania, kufikia pia matarajio ya viongozi ikiwemo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ameishi maisha haya ya kuizungumzia VETA kila siku. Na wewe Waziri Mkuu umejitokeza, umezungumzia VETA kwa namna ambayo kwa kweli ni promotion ambayo hatujui tukulipe vipi, lakini tuna uhakika tu kwamba tutayaishi maneno ambayo uliyasema katika ile hotuba yako na yote ambayo umeendelea kutuambia ili tuyatekeleze katika maeneo. La mwisho, kazi niliyopewa ni ndogo sana. Naomba Mheshimiwa Waziri sasa nikukaribishe uje uzungumze kidogo, na pia umkaribishe mgeni wetu rasmi. Okay. Niwe radhi Profesa, nimekukatili kwenye ratiba hiyo ambayo